Wote tunafahamu taifa letu limepitishwa katika barabara yenye giza nene, barabara ya uvuli wa mauti, barabara iliyojaa watekaji na mateso kwa Watanzania. Barabara hii imeacha ulemavu wa kudumu, majonzi, vilio na vifo kwa watu wetu. Taifa limepitishwa katika barabara ya kubambikiziwa kesi, kunyima uhuru wa kuabudu, kujieleza na kuchagua viongozi, pamoja na mateso ya kiroho na kimwili ambayo naamini kila mpenda haki na kweli ya Mungu yamemgusa kwa namna moja ama nyingine. Kila Mtanzania ameathirika kwa namna moja au nyingine, na kila Mtanzania ana kovu. Kwa niaba ya chama kanda ya Victoria, naomba nitoe salamu za pole kwa Watanzania wote. Tupo katikati ya msiba mzito, tuendelee kuomboleza, roho za marehemu zipate pumziko la milele. Amina. Tuendelee kuiuliza serikali haramu, wako wapi ndugu zetu? Popote na kila tunapokutana nao, swali hili tuliulize bila kuchoka hadi tutakapopata majibu. Swali hili lihusishe watu wote waliouawa, kutekwa, kupotezwa na wengine wote ambao wamepata na madhira na hatujui wako wapi. Wako wapi ndugu zetu? Tuendelee kuuliza swali hili popote pale, wako wapi ndugu zetu? Lakini nataka tuzungumze, tumefikaje hapa na nani ametufikisha? Tukianza na swali la tumefikaje hapa, majibu ya swali hili muhimu yapo ukutani, yanaonekana. Tumefika hapa kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza ni kitendo cha kikundi cha watu wachache kupola mamlaka ya wananchi ya kuchagua viongozi wanaowataka na kuporwa kwa haki ya kuchaguliwa. Kwa miaka mingi kuanzia chaguzi za mwaka 2019, 2020, 2024, taifa letu halijafanya uchaguzi. Badala yake kikundi kidogo cha watu wahuni wamekuwa wakiamua nani atuongoze. Hii ni sababu muhimu sana ya kwa nini tumefika hapa. Tumefikaje hapa? Sababu ya pili ni kutekwa na kupotezwa kwa Watanzania. Mnafahamu kabla ya 29 Oktoba 25, zaidi ya watu 300 walitekwa na kupotezwa nchi nzima. Baadhi ya waliotekwa na kupotezwa kwa kanda ya Victoria ni Amani Manengero, Juma Kaswahili, Paulo Mbeshi, Elisha Juma na wengine wengi walitekwa na kupotezwa. Hatujui hadi leo wako wapi. Wako wapi ndugu zetu? Familia zao zinalia kila siku. Hadi sasa hakuna mamlaka au chombo cha serikali kimekemea utekaji. Sababu ya pili hiyo. Sababu ya tatu ni kubinywa kwa haki ya kutoa maoni na kukosoa. Watanzania wenye maoni tofauti wamekuwa katika hatari ya kutekwa, kuuawa, kubambikiziwa kesi. Hii ni kinyume na katiba ya nchi. Sababu ya nne ni mauaji ya raia. Kabla ya tarehe 29 Oktoba 2025, raia wengi waliuawa mchana kweupe. Tunakumbuka mauaji ya mzee Ali Kibao aliyeshushwa kwenye gari mchana kweupe na kesho yake kuokotwa akiwa ameuawa kikatili. Hadi sasa hakuna kauli yoyote juu ya mauaji hayo. Serikali imekaa kimya, inayojiita serikali haramu imekaa kimya, haijafanya uchunguzi. Watu wameuawa, hakuna hatua ambazo zimechukuliwa. Sababu ya tano ni kuingiliwa kwa uhuru wa kuabudu. Tukio la Kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Gwajima kufungiwa baada ya Askofu Gwajima kutoa maoni yake na ushauri wake juu ya mwenendo wa taifa. Shambulio la Padre Charles Kitima, katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, kukamatwa kwa wanachama wa Chadema wakiwa kanisani, Kanisa Katoliki Kirumba, na mashambulio mengine ya viongozi wa dini ni shambulio la kuabudu. Watanzania mnafahamu haya yametokea na hakuna mtu ambaye amekemea.
Badala yake tumekuja kusikia tunaambiwa huyu waziri mkuu haramu anasema kanisa la Gwajima lifunguliwe. Hatuambii nani alilifunga. Taifa watu wanaingiziwa hasara na kuja kuambiwa lifunguliwe tu. Kwa hivyo wao wakiamua kufunga leo wanafunga, alafu wanakuja kuamua kufungua tu. Sababu ya 6 ni ukiukwaji wa haki za binadamu na demokrasia. Serikali imekuwa kinara wa kuvunja sheria na haki za watu bila soni. Watanzania hawana matumaini tena na mihimili ya bunge na mahakama. Hawana tena mtetezi. Uchaguzi haramu huzaa serikali haramu, na serikali haramu hupoka mamlaka haramu. Uchaguzi haramu huzaa bunge haramu. Bunge limepatikana kwa gharama za damu za Watanzania, hivyo haliwezi kusimamia serikali wala kutunga sheria za haki kwa wananchi wake. Tumelikataa bunge haramu na hatulitambui. Tunatokaje hapa? Tunataka kuachiliwa kwa mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu na wote waliopewa kesi kwa sababu ya misimamo ya kisiasa. Ni wazi kwamba mwenyekiti Tundu Lissu yupo ndani ya kuta za Ukonga kwa sababu ya hofu ya kikundi cha watawala haramu. Dunia inajua kwamba Tundu Lissu anaonewa, hatakiwi kuwa kwenye kuta za gereza. Wanachama na Watanzania wanapenda haki, wanachama na Watanzania wapenda haki. Tulijipa matumaini ya kwamba mwenyekiti Tundu Lissu ataachiwa huru, lakini hatuoni dalili ya kukoma kwa mateso juu yake. Huu ni wakati sasa wa kuanza kupinga uonevu dhidi ya Tundu Lissu na watu wote walioshikiliwa kwa uonevu. Aidha, tunatoa wito kwa mahakama. Mashauri yote ya Chadema yatupiliwe mbali ili kuponya taifa. Tupige kelele, mahakama zinasikiliza, zina watu. Na nitoe rai kwa mahakama. Chombo cha mahakama ama muhimili wa mahakama ilikuwa ni muhimili ambao ulikuwa umebaki kwa Watanzania, unaaminika kidogo. Mara kadhaa tulikuwa tunasema tunakutana mahakamani. Leo mahakama imeanza kuingiliwa. Mahakama naomba isimame imara, itetee kiti chake, iwe na wivu kwenye kiti chake, isiingiliwe. Hoja ya 4, tunatokaje hapa? Tunataka kauli ya kukomesha utekaji. Wale waliotekwa akiwemo Humphrey Polepole wapatikane wakiwa katika mazingira ya hali yoyote. Kama wamewaua, watuoneshe wako wapi tukawazike. Kama waliwazika, watuambie kaburi lao hili hapa, tulishawazika. Lakini hatutaacha kuuliza wako wapi ndugu zetu. Naomba kwa pamoja tuunganishe nguvu bila kujali itikadi za kisiasa, bila kujali makabila yetu, bila kujali ukanda. Tuunganishe nguvu kukataa ukandamizaji. Tukikandamizwa sisi Chadema, watatoka nje, watakwenda mpaka ndani ya CCM.